serikali ilielekezwa kuhakikisha kwamba mpaka kufika Disemba mwaka 2025 ambao ni mwaka huu, vijiji vyote viwe vimeshapata umeme, kila makao makuu ya kijiji. Na kwa wilaya ya Kilombero, kama Mheshimiwa DC alivyosema, kijiji cha mwisho kiliwashwa tarehe 23 Disemba mwaka 23. Na tukienda kwenye ilani ya 25-30, chama kimeagiza kwamba tuhakikishe vitongoji vyote ambavyo ni 1031 na ushee kwa nchi yote ya Tanzania ambavyo bado havijapata umeme viweze kupata umeme. Lakini kwenye wilaya ya Kilombero ambayo ina vitongoji 458, mpaka sasa vitongoji 283 vimeshapata umeme. Na kipindi hiki vitongoji 31, manake kwenye majimbo haya mawili vinaendelea kufanyiwa kazi. Miradi yote kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025, serikali imetenga kiasi au imetumia kiasi cha bilioni 44 kuhakikisha kwamba vijiji vyetu vinapata umeme. Na kwenye kipindi hiki ambacho ndani ya miezi miwili ijayo, kwa wilaya ya Kilombero tunakwenda tena kuhakikisha kwanza kwamba vitongoji 103 vinapata umeme. Vitongoji hivi vimetengewa shilingi bilioni 20.2. Kwa hiyo jumla ya fedha zote ambazo serikali imetenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Kilombero wanapata umeme ni bilioni 60. Ukichukua zile 44 pamoja na hizi 20 inakuwa bilioni 64 serikali imeweka kuanzia 2020 mpaka sasa 2025 kuhakikisha wilaya ya Kilombero wananchi wanapata umeme. Kuna shida kubwa sana, umeme ulikuwa unakatika mara kwa mara. Sasa hii ilikuwa inapunguza kasi ya uchumi wetu, hasa kwenye wilaya ya Kilombero, kwenye halmashauri zetu zote mbili. Mungu ametusaidia sana, wilaya hii ina vituo viwili vya kuzalisha umeme, Kihansi pamoja na kule Kidatu, lakini bado umeme ilikuwa ni tatizo. Tunamshukuru sana Rais wetu Samia kwa kutuletea kituo cha kupozea umeme ambacho kipo katika kata ya Kibaoni, na ni kituo kimetumia gharama kubwa sana. Lakini toka kimeanzishwa kile kituo, umeme hapa Kilombero haukatiki. Yaani upepo tu ukipita basi umeme unakatika, mawingu yakija umeme unakatika. Lakini kwa sasa hivi yani uzalishaji umekuwa ni mwepesi sana. Masuala ya kupeleka mpunga shambani, mpunga mashineni, lakini mahindi kusaga, kiukweli ni muda wote tunafanya uzalishaji katika maeneo hayo. Lakini mama ametengeneza substation pale Ifakara mjini. Kwa sasa umeme umekuwa stable karibu wilaya nzima, umeme unapatikana na vijiji vyote kwenye wilaya yetu sasa umeme unaweza kupatikana. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao leo umefanywa, umeweza kuwa na tija kubwa sana kwa wananchi wa Ifakara, kwa sababu mambo mengi ambayo walikuwa wanalilia yameweza kwenda vizuri.